Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya mama dunia, tutaangalia juhudi za utunzaji wa mazingira huko nchini Tanzania. Kutoa elimu ya mazingira kwa watembezaji watalii ili na wao wawafikishie watalii ujumbe wa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Na katika mashinani tutasalia na siku ya kimataifa ya mama dunia, tutakwenda nchini Nepal. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 22 ya mwezi Aprili mwaka 2025, siku ya kimataifa ya mama dunia. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Leo katika mada kwa kina tutasikia vijana na serikali wanavyolinda mazingira. Lakini kwanza tupata muktasari ukiwasilishwa na Assumpta Massoi. Asante Arnold. Ikiwa leo ni siku ya kimataifa ya mama dunia, ikilenga kuchagiza hatua ya kuhifadhi sayari dunia, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametumia neno homa kuwa inakumba dunia hivi sasa kutokana na viwango vya juu vya joto vinavyoongezeka kila mwaka. Hata hivyo, amesema majawabu ya kutibu homa hiyo yapo, ikiwemo kutumia nishati rejelezi ambayo ni rahisi, ina afya na salama kuliko nishati kisukuku. Huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kando ya mapigano yanayotikisa eneo la mashariki mwa nchi hiyo, watoto wamechukua hatua kulinda sayari dunia kwa kuhifadhi misitu kwenye taifa hilo ambako ukataji miti kiholela umefurutu ada. Katika mji wa Mbandaka, mji mkuu wa jimbo la Equateur, wanahabari watoto waliofundishwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF wanatumia redio, video na uandishi wa habari kusambaza ujumbe muhimu wa watu kuchukua hatua kulinda misitu badala ya kukata miti kiholela. Na kufuatia kifo cha kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis hapo jana Jumatatu, ambaye maziko yake yamepangwa kufanyika Jumamosi wiki hii, mashirika ya Umoja Mataifa yameendelea kukumbuka mchango wake wa kutetea walio taabuni. Mathalan, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR limekumbuka wito wake wa kutaka kila mtu kukaribisha, kusindikiza na kujumuisha wale wote wanaobisha hodi kwenye milango yao. Mwisho wa muhtasari wa habari. Kwako Arnold. Asante sana Assumpta Massoi kwa kutuletea muktasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani, utasikia kuhusu mchango wa wanawake katika kutunza mazingira na misitu huko Nepal, kusini mwa Asia. Salia hapo hapo tafadhali. Kutoka New York, sauti ya from the United Nations. Alors que le réchauffement record met à من بين الدول التي شاركت Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Vile vile unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa na makala. Mimi ni Arnold Kayanda. Tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Siku ya kimataifa ya mama dunia huadhimishwa kila mwaka tarehe 22 ya mwezi Aprili. Siku hii ilipitishwa rasmi na Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake linalohusika na masuala ya mazingira UNEP mwaka 2009, lengo likiwa ni kuhamasisha jamii umuhimu wa kutunza mazingira kama makazi ya viumbe hai na wajibu kuhifadhi dhidi ya uharibifu wa mazingira. Katika kuadhimisha siku hii, mwenzangu Lea Mushi wa idhaa hii ya Umoja wa Mataifa anatupeleka nchini Tanzania kusikia namna vijana na serikali wanavyolinda mama dunia. Kwanza vijana wanaanza kuzungumza. Kwa majina naitwa Gladness Mushi, mwanzilishi wa taasisi ya Kijanika Afrika. Katika kuadhimisha siku ya mama dunia leo tarehe 22 mwezi wa 4, ningependa kuendelea kutoa hamasa juu ya utunzaji wa mazingira katika dunia yetu au sayari yetu. Kipekee ningependa kuwakumbusha kwamba asilimia kubwa ya dunia yetu imezungukwa na bahari. Hivyo basi, ndani ya bahari vipo viumbe hai ambavyo vinasemekana ni mimea, lakini pia kuna wanyama. Nipende kutia msisitizo juu ya utunzaji wa mazingira. Kwa sababu gani? Katika bahari zetu na fukwe zetu. Kwa sababu gani?
Inaonekana kumekuwa kuna ongezeko kubwa la utupaji wa takataka za plastiki, ambazo plastiki hizo sio takataka ozo, ambazo zimeleta madhara makubwa sana. Kwa mfano, kusababisha vifo vya wanyama ambao ni kama samaki, ambako kuna nyavu nyingine ambazo zinaachwa baharini wakati baada ya wavuvi kuvua, zile nyavu zinatumika kama chakula. Kwa hiyo nipende kusisitiza kwamba tupunguze au ikiwezekana tutokomeze kabisa matumizi ya plastiki au za kutupa takataka za plastiki katika fukwe au vyanzo vya maji. Lakini vile vile pia tunatambua kwamba sasa hivi kumekuwa na ongezeko kubwa la hewa chafu inayojulikana kama carbon katika sayari, ambako inapelekea ongezeko la joto. Kwa hiyo ningependa kutitia msisitizo tutumie nishati mbadala ambazo ni nishati safi, mfano umeme, lakini pia matumizi ya gesi. Nipende pia kuwatakia heri ya siku ya Mama Dunia. Tuendelee kutunza mazingira yetu, lakini pia tulinde mazingira yetu na tutumie nishati safi ambazo ni nzuri kwa ajili ya maisha yetu na afya zetu. Kwa majina naitwa Desideri Malia, ni mdau wa masuala ya mazingira. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya Mama Dunia, mimi binafsi pamoja na wadau na asasi mbalimbali tutashiriki katika zoezi la usafi wa fukwe katika bichi ya Dar es Salaam, tukiwa na lengo la kuhamasisha utunzaji wa bahari pamoja na viumbe bahari. Katika maadhimisho haya tunabebwa na kauli mbiu ya dunia yetu nishati yetu, na kwa mtazamo huo ninapenda kuwaasa wananchi, wadau na watunzaji mazingira kwa ujumla kutunza mazingira kwa kutumia nishati ambayo ni safi na endelevu. Kijana Malia anaeleza changamoto anazokumbana nazo katika utekelezaji wa majukumu ya kimazingira, ikiwemo usafishaji wa mazingira na usafishaji wa fukwe. Tuna watu au wadau ambao wanatuunga mkono kwa kiasi kikubwa sana, kama vile makundi ya wanafunzi kutoka vyuo vikuu, wadau wenye asasi nyingine na taasisi mbalimbali ambazo zinaratibu na kusimamia mambo haya. Lakini bado tunakabiliwa na changamoto tofauti. Kwanza kabisa ni uelewa wa baadhi ya wananchi kwamba hizi ni shughuli za kujitolea. Wao wanaamini na wengi wao wanaamini kwamba kuna hela ambazo nyingi tunazipata za kuwezesha hizi shughuli. Kumbe wengi ni watu ambao tunajitolea, tunapata support ndogo tu kutoka kwa wadau wenzetu. Na kingine ni ushiriki wa baadhi ya watu kuna katika mitaa au katika maeneo ambayo yanazunguka fukwe. Wengi wao wanaona kama ni jukumu la wanaojitolea tu na sio jukumu la kila mmoja. Vile vile saa nyingine kuna mamlaka ambazo zinatukwamisha, ikiwemo wakati wa kufuatilia michakato ya kupata vibali, tunakosa kwa wakati, na vile vile tunakosa ushirikiano katika baadhi ya maeneo na wakandarasi. Yani baada ya ukusanyaji takataka zile zinapaswa zichukuliwe zipelekwe katika maeneo ambapo kama vile dampo, lakini tunakosa ushirikiano wa wakandarasi husika katika mitaa au yale maeneo. Hivyo basi ninawashauri vijana, makundi na asasi mbalimbali za kiserikali na zisizo za kiserikali kwamba swala la utunzaji na usafi wa mazingira na bichi zetu litawezekana pale endapo tu kila mmoja atalifanya kuwa ni jukumu lake binafsi na jukumu la watu wote. Tuelekee visiwani Zanzibar, ambapo waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Harusi Saidi Suleiman, anaeleza jitihada zinazofanywa na serikali katika kulinda mazingira. Kwanza, sekta ya utalii na uhifadhi wa mazingira. Kuweka sera, sheria na miongozo inayowalenga watalii na watoa huduma za watalii kuhusu utunzaji wa mazingira. B, kuweka utaratibu wa kufanya tathmini za athari za kimazingira kwa miradi yote ya kiuchumi na maendeleo, ikiwa ni pamoja na miradi ya utalii, ili kuhakikisha kuwa miradi hiyo inakuwa endelevu na haisababishi uchafuzi na uharibifu wa mazingira. C, kufanya ufuatiliaji wa kimazingira wa miradi ya utalii ili kuhakikisha kuzingatia na utekelezaji wa sheria ambao lengo lake kuu ni kuondosha changamoto za kimazingira za miradi hiyo. D, kutoa elimu
ya mazingira kwa watembezaji watalii ili na wao wawafikishie watalii ujumbe wa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. C. Watalii kuhamasishwa kutumia hoteli rafiki kwa mazingira yao, yani eco-friendly, zinazotumia nishati jadidifu, kusimamia taka na kuepuka plastiki. 2. Ushirikishwaji wa jamii. Kutoa elimu kwa jamii kupitia mikutano ya hadhara kuhusu mazingira, matumizi endelevu ya mali asili na mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa usafi wa mazingira. B. Jamii kushirikishwa kikamilifu katika upandaji wa miti ikijumuisha mikoko, miti ya matunda na miti ya misitu, na kulinda rasilimali kama misitu na mawe. C. Ushiriki wa jamii katika uundaji wa sera, sheria na miongozo ya mazingira ili kuhakikisha jamii wanakuwa ni sehemu ya maamuzi. Na upi ni wito wake kwa jamii? Tukumbuke kwamba Zanzibar, Tanzania na dunia kwa ujumla ni nyumba yetu ya pekee na hatuna nyumba mbadala wake. Ni wajibu wa kila mmoja kwa nafasi yake, kwa kuanzia na serikali, sekta binafsi, jamii na wageni, kuhakikisha mazingira yanatunzwa kwa pamoja ili kuwa na uhakika wa maisha bora ya sasa kwa vizazi vya sasa na baadaye. Hongera kwa vijana pamoja na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar nchini Tanzania katika kutunza mazingira. Na shukran Lea Mushi kwa mada hii kwa kina. Na sasa ni mashinani, na kupitia video iliyoandaliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO, fursa ni yake Mina Pudel kutoka nchini Nepal, kusini mwa Asia, ambaye ni katibu wa kikundi cha wanawake watumiaji wa msitu ambacho kinabadilisha takataka za misitu kuwa mbolea rafiki kwa mazingira, huku pia wakijipatia kipato. Kwa kuondoa taka zisizo muhimu kutoka msituni, tumeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa hatari ya moto msituni na mazingira yamekuwa safi zaidi, jambo ambalo limeleta matokeo chanya moja kwa moja kwa afya ya binadamu. Zaidi ya hayo, mbolea tunazozalisha baada ya kuchakata taka hizi ni rafiki kwa mazingira na pia salama zaidi kwa afya ya binadamu. Sisi wanawake tumekuza uwezo wa kusimamia kaya zetu, kulipa gharama za familia na kusomesha watoto wetu. Binafsi nagharamia masomo ya chuo kikuu ya mtoto wangu huko mji mkuu Kathmandu, huku pia nikisimamia masuala ya nyumbani kwa kujitegemea. Hongera sana Bi Mina Pudel kwa juhudi hizo za kutunza mazingira huku ukijikwamua kwa kiuchumi. Basi kufikia hapo nami na kunja jamvi kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kutwa Alhamis kwa jarida lingine la video, na kwa upande wa kipindi cha radio ni kila siku. Kwa hivyo kesho Jumatano utapata habari za Umoja wa Mataifa. Hata hivyo kwa sasa unaweza kutazama habari na video nyingine kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa X Habari za UN vile vile. Kumbuka pia kupakua app yetu ya Habari za UN katika Play Store na App Store. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.